Klabu ya Young African imekuja na taarifa mpya kuhusiana na kocha wao mkuu, na hii taarifa imetolewa punde tu baada ya kupoteza kwenye hatua ya fainali dhidi ya wasimu wake Simba Sport Club ambayo imepigwa kule VC1 Zanzibar. Sasa taarifa hii wamehitaji kila mwananchi, kila mwanamichezo anapaswa kuifahamu. Je, ni taarifa gani ambayo ameitoa Young African? Tunayo hapa Tubone Media, tunakuletea kwenye hii video. Hakikisha umekaa nasi mwanzo mpaka mwisho kupata taarifa hii mpya ambayo imeachiwa kutoka pale kwenye viunga vya Jangwani. Sasa twende tukatazame, je, ni taarifa gani hii? Lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, basi hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kama mkao wa kula, kwa maana utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za michezo kutoka kwetu. Hivyo basi nikukumbushe tu, ni kitu cha muhimu sana, na hii ni Tubone Media na hivi ndio vitu ambavyo tunavifanya kila siku. Sasa leo twende kule moja kwa moja visiwani Zanzibar kwenye fainali ya Muungano Cup ambayo imewakutanisha wasimu wawili kati ya Young African na Simba Sport Club, na hii ni dabi ya Kariakoo ambapo Young African amekubali kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa wekundu wa Msimbazi, na Simba Sport Club ameshinda kwa mara yake ya kwanza mbele ya klabu ya Young African, na amerudisha furaha kwa wana Simba kwa ambayo ilipotea kwa muda mrefu sana mbele ya wana Yanga. Sasa twende tukautazame, je, mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa ni mzuri sana, kwa maana klabu zote mbili ziliingia kwa kuheshimiana. Yani Simba Sport Club alikuwa amemheshimu Young African, lakini pia Young African naye alikuwa amemheshimu Simba Sport Club. Hata kama ameshinda mara nyingi, lakini alikuwa anamheshimu na anajua kabisa hii ni dabi ya Kariakoo. Mchezo ulivyoanza kwa Simba Sport Club ilikuwa ni pressure, kwa maana walikuwa wamekaa nyuma ya mpira wakimheshimu Young African. Young African alikuwa ametawala mchezo, lakini tofauti za kimbinu ndizo ambazo zimeamua mchezo huu. Sasa kuelekea mchezo huo, mashabiki na wachezaji wa Young African wamesema kuhusiana na kocha wa Young African ambaye moja kwa moja tulikuwa tunaona mbinu zake zilikuwa ni kujilinda zaidi. Tunaona dakika ya mwishoni anamtoa kiungo mshambuliaji Pacome Zouzoua, lakini anamuingiza kiungo mkabaji Azizi Adabwile. Moja kwa moja inaonesha kwamba anaenda kujilinda, huku kocha wa Simba Sport Club anaonesha kama anaenda kushambulia, anamtoa kiungo mkabaji Kagoma na anamuingiza kiungo mshambuliaji Bajabel, moja kwa moja kuonesha kama anaenda kushambulia mechi hiyo. Sasa mechi ilikuwa ni nzuri sana, kwa maana dakika 90 kulikuwa hajapatikana mshindi yoyote, kwa maana walienda sare ya bila kufungana, yani sare ya 0-0. Hivyo basi kutokana ni hatua ya fainali na lazima mshindi apatikane, basi moja kwa moja wakaenda kwenye hatua inayofuata. Hatua inayofuata ni hatua ya 20, yani 120, yani dakika za kuongeza 120. Kwenye hizo dakika 120 basi ilitosha kabisa kuwapa Simba Sport Club furaha, na Clatous Chota Chama ndiye aliyeamua gemu hiyo, kwa maana ukianza kuangalia Clatous Chota Chama dakika za mwishoni anamkamua Edmund John ndani ya box, lakini Edmund John anamchezea faulo Clatous Chota Chama, na muamuzi wakati refa kutoka Kenya akaamuru ni mpira wa penalty. Dabi hiyo imechezeshwa na refa kutoka Kenya, kwa maana timu zote mbili zimesema hazina imani na marefa wa ndani na wamemwalika refa kutoka Kenya. Hivyo basi refa kutoka Kenya akaamuru ni mkwaju wa penalty, na ukianza kuangalia zaidi shairi kwa picha za marejeo zinaonesha kwamba kweli ilistahili muamuzi kuweka mkwaju wa penalty. Mkwaju huo ukachukuliwa na Selemani Mwalimu ambaye aliibeba Simba Sport Club mabegani mwake, na Selemani Mwalimu anakwamisha mpira wavuni na anarudisha furaha ya wana Simba. Goli hilo ambalo lilidumu na kulitosha kuwapa ushindi Simba Sport Club, sio ushindi tu bali kuchukua fainali za Muungano Cup. Sasa haijaisha mpaka iishe. Sasa Young African baada ya kupoteza mchezo huu kwa mara ya kwanza mbele ya wasimu wake Simba Sport Club wamekuja na
taarifa kuhusiana na kocha wao. Benchi la ufundi la Young African na viongozi wa Young African, lakini pia na wachezaji wa Young African wamepoteza imani na kocha huyo, kwa maana ukianza kuangalia mbinu zake kwenye dabi ya Kariakoo azifui dafu, na hii sio mbinu yake, sio game yake ya kwanza. Game ya kwanza ambayo ilipigwa pale Benjamin William Mkapa, ambayo ilimalizika kwa sare ya bila kufungana, yani sare ya 0-0, lakini Simba Sport Club alionyesha kudominate mchezo na alionyesha kwamba anahitaji matokeo kwenye mchezo uliopita, lakini mchezo huu ambao umewakutanisha tena hapa visiwani Zanzibar, moja kwa moja Simba Sport Club amecheza vizuri na ameonyesha kwamba mwalimu wa Simba Sport Club ana mbinu za kimichezo, lakini mwalimu wa Young African ameonyesha kwamba mbinu za kimichezo hana, na hivyo basi viongozi wa Young African wapo chini tayari kuseti mipango kuhusiana na kocha huyu wa Young African. Sasa honyo walilompa kocha wa Young African ni baada tu ya mechi ya tarehe 3. Tunataraji kuona dabi ya Kariakoo tena hapa Meja Jenerali Isamuhyo tarehe 3, na hii ni dabi ya Kariakoo ambayo ni NBC Premier League, na mchezo huu kumbuke kwamba ni muhimu kwa pande zote mbili. Mchezo huu ambao unapigwa pale kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, kwa maana Simba Sport Club ndiye uwanja wake wa nyumbani, yani Meja Jenerali Isamuhyo anatumia kama uwanja wake wa nyumbani. Sasa mchezo huu ni muhimu kwa pande zote mbili, yani kwa Simba Sport Club pia ni muhimu, kwa maana wanahitaji ushindi ili kupunguza idadi ya pointi na kupunguza idadi ya gepu mbele ya wasimu hawa Young African, ambaye yupo kileleni akiwa amemzidi Simba Sport Club alama 4, na Simba Sport Club akiwa nafasi ya pili. Hivyo basi Young African anataka kuendeleza ubabe na anataka kujiwekea nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa NBC Premier League kwa kuongeza idadi ya pointi, lakini Simba Sport Club anahitaji kupunguza idadi ya pointi ili kujihakikishia nafasi ya kutoa ubingwa kwenye NBC Premier League. Mbio za kusaka ubingwa ni kubwa sana, yani kati ya Young African na Simba Sport Club bado wajamalizana. Tarehe 3 tunashuhudia dabi nyingine ya Kariakoo. Sasa kwenye hii dabi ndipo ambapo wamempa onyo kocha wa Young African. Je, kocha wa Young African ataweza kutimiza masharti aliyopewa na Young African kuhusiana na mechi ya tarehe 23 au atashindwa? Yote tunasubiri dakika 90 za muamuzi, tunasubiri tarehe 3 ifike kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Lakini hapa Tubone Media tupo kwa ajili ya kukuletea taarifa ambayo zinazidi kutrending kwenye upande wa soka na michezo. Je, nini kitajiri? Tunasubiri dakika 90 za muamuzi, lakini hapa tunakuletea update ya matukio yote yanayozidi kutrend. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani kwa kufanya hivyo basi utakuwa mtu wa kwanza na utakuwa unapata taarifa kutoka kwetu. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, na hivi ndio vitu ambavyo tunavifanya kila siku hapa Tubone Media. Hadi wakati mwingine, keep watching. Bye bye.